yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niyaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa uhimilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za serikali, tumeendelea kuelekeza nguvu zetu katika kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuimarisha utaratibu wa manunuzi serikalini na ukaguzi wa hesabu za serikali. Kwa upande wa ununuzi wa bidhaa na huduma, tumehakikisha sheria ya mamlaka ya ununuzi wa umma inafanya kazi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa kuna usimamizi thabiti wa sheria hiyo na kanuni zake. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba mipango si matumizi. Hivyo basi, katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha tunazozikusanya na kukopa, tuliunda tena tume ya mipango ili kuhakikisha mipango ya kisekta inafungamana na malengo ya kitaifa pamoja na rasilimali tulizonazo.